Shetani ashinde mfululizo. 5,000 types of lies. The greatness of a nation. To speak truth to power. Hai jamaa, vipi habari yenu leo? Na tunashukuru sana kujiunga nasi katika Sikiliza TV. Kwa majina naitwa Wilson Ochar, na katika mada ya leo nataka tuzungumzie Mheshimiwa Junet ambaye ni kama amefichua njama za uhujumu ndani ya serikali. Na Wakenya wengi wameweza kujiuliza pale ni je, serikali ya mseto inasambaratika kutoka ndani? Na je, chama cha ODM kinasukumwa nje kabla ya uchaguzi 2027? Na kama unatazama channel hii kwa mara ya kwanza, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe ili usipitwe na uchambuzi wetu wa kisiasa. Na kwa wasajili wetu waaminifu, asanteni sana kwa kuendelea kutuunga mkono, manake bila nyinyi tusingekuwa hapa leo. Na hebu tutazame hii picha habari, alafu tutarejea tuchambue kwa ndani. Behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Kwa sababu ameshindwa. I'm not afraid to say. I'm not afraid to say. I have nothing to fear but fear. And I was very happy when Dr. Buru said ODM haitamezwa. And I'm very happy to hear what Winnie said. The liberation parties in Africa, all over, they are dying. Ukienda Tanzania CCM imekufa. Ukienda Uganda UPC ilikufa. Ukienda Zambia party ya Kaunda inaitwa UNIP ilikufa. Kila mahali the liberation parties were dying because they forgot the people. Na wapenzi watazamaji, inaonekana katika habari ya leo Mheshimiwa Junet afunguka katika mahojiano mazito ya gazeti la Daily Nation. Manake kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa ameachia bomu la kisiasa, na anadai kuwa kuna njama iliyopangwa ndani ya serikali ya kudhoofisha chama cha ODM na kuwashinikiza wabunge wake kuhamia chama cha UDA. Na kulingana na Mheshimiwa Junet, vyombo vya dola vinatumiwa na kushinikiza viongozi hasa kutoka maeneo ya pwani na magharibi mwa Kenya. Na lengo kuu ni gani? Kukihufadhisha ODM na kukifanya kionekane kama chama cha kikanda cha Nyanza pekee. Na Mheshimiwa Junet ameweka wazi kuwa ODM haiko serikalini kwa bahati mbaya. Ushirikano wao na Mheshimiwa Ruto ulikuwa kwa sababu mbili kuu. La kwanza ni kuleta utulivu nchini, na pili ni kukuuza umoja baada ya mgogoro wa 2022. Lakini sasa ODM inatishia kujiondoa kwenye mpango huo, na tayari wamepanga mkutano wa kamati kuu ya usimamizi na ili kuamua hatua yao inayofuata. Na swali kuu la kisiasa ni kuwa Wakenya wengi wanaweza wanahoji ni kuwa je, Mheshimiwa Rais anataruhusu ODM iondoke kwenye mkataba huu? Kwa sababu kulingana na viongozi kama Governor James Orengo, ni Mheshimiwa Ruto anayehitaji ODM wala si ODM inayomhitaji Mheshimiwa Ruto. Na ujumbe wa Mheshimiwa Junet unaonekana kutulia mkazo msimamo huo wa Mheshimiwa Governor James Orengo. Na tukiangalia kwa undani, ni ukweli uliopo ni wabunge kadhaa wa ODM hasa kutoka Kakamega na Magharibi tayari wanaelekea UDA. Majina yanayotajwa ni pamoja na Mheshimiwa Kamala, Mheshimiwa Wangwe, Mheshimiwa Saika, Miradi na Mheshimiwa Shinali wa Ikolomani constituency. Na ripoti zinaashiria kuwa zaidi ya wabunge 10 wa ODM wanahudhuria mkutano ya UDA kule Western, na baadhi wanajiandaa kuhamia rasmi katika chama cha UDA. Na hii inaibua wasiwasi, manake je, ODM inasambaratishwa kimakati kutoka ndani? Na Wakenya pale wameweza kutoa maoni yao, na nadharia kuu ni kuwa nadharia ya kwanza ni kuwa nguvu za mazungumzo za 2027, manake ODM inaweza kuwa inapoteza nguvu ya kujadiliana ikiwa idadi yao itapungua bungeni. Ushawishi wao kwenye meza ya mazungumzo na Mheshimiwa Ruto pia
itaporomoka. Na tafadhali nielezeni maoni yenu pale, muonaje? Maoni ya Wakenya wengine ni kuwa Mheshimiwa Junet ametamka maneno haya manake ni kwa sababu ya nguvu za mazungumzo za 2027, na inaonekana kuwa ametamka hii maneno manake inaonekana kuna wale ndani ya serikali wanaelezwa kuwa wasijadiliane ama wasiingilie kati mambo ya siasa ya chama, na Mheshimiwa Junet ameweza kuzungumza kwa wazi. Nielezeni pale kwenye comment section maonaje. Je, hii ni kuhusu nguvu za mazungumzo za 2027? Nitashukuru maoni yenu pale kwenye comment section. Na nadharia ya pili ni kuwa pia kuna pressure ya Gen Z ya ndani ya chama, manake chama kinakabiliwa na shinikizo kutoka kwa vijana wa Gen Z na viongozi kama Sifuna, Governor Orengo na mbunge Babu Owino ambao wanaonekana kupinga serikali, na Mheshimiwa Junet anajaribu kurudisha imani ya umma. Na pia nielezeni pale kwenye comment section maonaje. Hii inaweza kuwa ni mpango ya Mheshimiwa Junet kuwarudisha wale Gen Z wabaki kwenye chama cha ODM, manake waliwafuata Mheshimiwa Governor James Orengo na Senator Edwin Sifuna na mbunge Babu Owino. Inaonekana waliwafuata hawa viongozi manake kwa sababu walionekana wanapinga serikali, na pengine wengi wa Gen Z wanataka kuona siasa kama huo ambao unaangalia masilahi ya mwananchi. Kwa hivyo inaweza kuwa hii ni mpango wa Mheshimiwa Junet kulinganisha wafuasi wa Gen Z na wafuasi wa Mheshimiwa Senator Sifuna na walinda mwananchi. Nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani. Na nadharia ya tatu ni kuwa mkakati wa UDA na kutafuta idadi, manake siasa ni hesabu, huku uungaji mkono wa Mlima Kenya ukiwa na mashaka. Mheshimiwa Rais anapanua ushawishi wa UDA Magharibi, Pwani na Nyanza kwa kuwavuta viongozi wa ODM. Na nielezeni pale kwenye comment section maonaje. Hii ni mpango wa Mheshimiwa Rais wa kuvutia viongozi wa ODM? Ni ukweli anatumia mbinu hii kuwavuta viongozi wa ODM? Nielezeni pale kwenye comment section na mnieleze kama ataweza kufaulu. Na nadharia ya 4 ni kuwa ni udhibiti wa mawaziri wa ODM, ikiwa mawaziri kama Mbadi na Ali Hassan Joho watazuiliwa kufanya siasa za ODM, chama kitapoteza nguvu ya kuhamasisha watu mashinani. Nielezeni pia pale kwenye comment section maoni yenu ni gani. Udhibiti wa mawaziri wa ODM, na kama ni Mheshimiwa Mbadi na Joho wakizuiliwa wasiingie kufanya siasa ya ODM, itamsaidia Mheshimiwa Ruto kushinda au itamzuia zaidi kuweza kupata zile wafuasi wa ODM? Nielezeni pale kwenye comment section. Na Wakenya pia wanaweza kusema si ugomvi wa kawaida tena, manake ni vita vya kunusurika kisiasa. ODM inapambana kubaki chama cha kitaifa na UDA inapambana kutawala kila kona, na mwaka 2027 utaamuliwa na miungano, idadi ya kura na udhibiti wa kanda. Na maswali kwa nyinyi wapenzi watazamaji ni mnapenda mnielezee pale kwenye comment section ni ikiwa ODM itajiondoa serikalini, je, Mheshimiwa Ruto ataweza kushinda uchaguzi wa 2027? Nielezeni pale kwenye comment section ikiwa ODM itajiondoa serikalini, kama Mheshimiwa Ruto ataweza kushinda uchaguzi wa 2027. Kwa maoni yangu ni kuwa kama uchaguzi wa Mlima Kenya umepotoka Mheshimiwa Rais na inaonekana kuwa hawatarejea kufanya kazi pamoja, basi ile chaguo limebaki pale peke yake ni kufanya kazi na ODM. Na kwa hivyo Mheshimiwa Ruto anafaa akae chini na wana ODM wajadiliane, wasikizane vizuri, ndio waweze kufanya kazi pamoja. La sivyo inaonekana uchaguzi wa 2027 kama majadiliano hayataweza kufika, basi kila chama kitaenda njia yake, na atakayeshinda tutaweza kujua wakati wa uchaguzi unapotangazwa. Na swali ya pili ni je, unadhani ODM inadhoofishwa maksudi kutoka ndani ya serikali?
Nielezeni pale kwenye comment section, matamshi ya Mheshimiwa Junet ni maksudi kutoka ndani ya serikali au ni kuna baadhi ya viongozi ndani ya serikali wanafanya makosa ili kumzuia rais asipate kura. Mkiona pale kwenye picha ya habari, Mheshimiwa Rais anaonekana akisema kuwa kuna wale hawataki kuonekana wakifanya kazi na UDA na ODM. So na Mheshimiwa Rais pia anajitahidi kuzuia wale wanataka kusambaratisha muungano huu. Kwa hivyo nielezee pale kwenye comment section kama wadhani ODM inadhoofishwa maksudi kutoka ndani ya serikali. Na swali la mwisho ni je, ODM isimamishe mgombea wake wa urais ili kubaki na umuhimu? Na majibu ya haya yatajulikana kama Mheshimiwa Rais ataweza kufanya ile muungano na ODM kabla ya uchaguzi wa 2027. Maana yake inasemekana muungano uliopo saizi ni kati ya ni mpaka muda wa 2027. Kwa hivyo si kuenda baada ya uchaguzi, ni mpaka tufike wakati uchaguzi. Kwa hivyo kama ODM itaweza kumsimamisha mgombea wake wa urais, tutaweza kujua, itategemea kama kutakuwa na muungano kabla ya uchaguzi huo. Nielezeni lakini kwenye comment section maoni yenu ni gani? Ningependa kusikia sauti yenu na maoni yenu, na nashukuru sana. Na kama umetazama runinga hii mpaka muda huu, nashukuru sana. Like, share, subscribe, na kumbuka haturipoti siasa tu, tunazihoji. Na kama kawaida, baki na habari, baki na msimamo, na baki na Sikiliza TV. Na kwa majina naitwa Wilson Ochar, nimekuwa mtangazaji wenu wa leo, na washukuru sana kujiunga nasi, na natumaini mtabaki salama, na tuonane katika video ijayo. Asanteni sana. Wale watu wako huko katikati wanajaribu kuleta friendly fire kwa mambo yetu ya UDA na ODM. Mimi nitawakomesha, kwa sababu hatutaki siasa ya kupiganisha vyama vyetu. Tunaweza kushinda tukiwa pamoja.